Hujambo na karibu kusikiliza matangazo yetu ya leo kutoka JCTV, chombo chako cha habari ambacho kinarusha matangazo yake kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tulionayo hii leo. Mkuu wa tarafa la Fizi Kalonji Badibanga Sami ametoa tathmini ya hali ya kiusalama katika nyanda za juu za Minembwe. Na kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda linadaiwa kuajiri kwa nguvu maelfu ya watu wakiwemo watoto wadogo mashariki mwa DRC, kulingana na shirika la Human Rights Watch. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Useni, karibu. Habari kamili. Mkuu wa tarafa la Fizi Kalonji Badibanga Sami ametoa tathmini ya hali ya kiusalama katika nyanda za juu za Minembwe. Huyu hapa, tumsikilize. Tangia jana siku ya pili tarehe 9 ya mwezi wa 6 mwaka tunao, kijiji ya Mikenge yenye kupatikana ku kilomita 113 kunoro ya tarafani Fizi mu tarafani jirani ya Mwenga, groupement ya Bashi Mukindi ya kwanza mu sekta ya Itombwe, iko mu mikono ya jeshi letu ya taifa yenye kusaidiwa na wa VDP Wazalendo. Kwa ukumbusho ufupi, siku ya kwanza tarehe 8 ya mwezi wa 6 mwaka tunao, asubuhi sana, mandeke za bombu za kutoka Rwanda ya AFC M23 zilikuja kushambulia maposition za jeshi letu la taifa Mikenge kijiji. Wakati walishambuliwa, jeshi letu ilifanya njama ya kuangalia namna kani ya kutafuta njia ya kutosha hawa wasi wa AFC 23 ndani ya kijiji ya Mikenge. Jeshi letu ikapata fursa kubwa sana, vifaa vikakuya vya kutosha, na kwa leo hivi niko nawaambia, mavikosi ya Red Tabara, vikosi ya Turaneo, vikosi ya majeshi ya Kenya na Somalia zenye kudhibiti kijiji ya Minembwe na Mikenge, walikimbia moto ukali. Mtoto ya kweli ilitoka mkijiji ya Mikenge na kukimbia kwenda kuma eneo kwenye walikuwa. Na leo leo siku ya tatu tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka tunao, kijiji ya Mikenge iko mikono ya jeshi letu la taifa FRDC yenye kusaidiwa na wandugu zetu Wazalendo. Tunasema asante sana kwa jeshi letu la taifa, kwa wandugu zetu Wazalendo wenye kupoteza maisha yao na wenye kupikanisha adui wa Rwanda kupitia mavikosi ya Red Tabara, vikosi ya Turaneo, vikosi ya majeshi la Kenya na jeshi ya Somalia, vyenye kupambana kule kubilima birefu ya Minembwe. Wajeshi wetu tunabasapoti na tunasema kwa kazi ambao mnatumikia nchi yetu, tunasema asante sana, na muendelee kukumbania nchi yetu kufukuza wadui wa Wanyarwanda wenye wanapenda kuya kuvamia nchi yetu na kupora mali yetu ya chini ya udongo. Na tena asanti na shukrani kubwa sana kwa mkurugenzi wa nchi, rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kwa kuona wakati ya mula yake anajitahidi kwa kutosha pesa ya kusaidia majeshi zetu kupitia ministre wa defense Kikabombo Mwajamvita ya kufunzwa jeshi letu, kubauzia vifaa na kubapatia chakula na kubadumia kabisa wote wenye wanatumika ndani ya tarafani Fizi, zaidi hapa ku front ya Urukezi, front ya 0.0 na front ya Mikenge. Kwa leo Mikenge ni yetu, Mikenge iko mu mikono ya jeshi letu la taifa FRDC. Kwingineko ni kwamba kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda linadaiwa kuajiri kwa nguvu maelfu ya watu wakiwemo watoto wadogo mashariki mwa DRC, kulingana na shirika la Human Rights Watch. Ramazani Kahambwe na ripoti kamili. Ripoti ya Human Rights Watch
iliyochapishwa Jumatano hii Juni 10 inaangazia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliofanywa katika kambi zilizodhibitiwa na M23 wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa huko Rumangabo na Chanzu. Shirika hilo linasema lilifanya mahojiano na wafungwa 102 wa zamani ambao walitoroka kutoka kambi hizi, walitumwa na M23 baadaye kujisalimisha kwa jeshi la Kongo. Pia inabainisha kuwa wamekusanya ushuhuda kutoka kwa mashahidi wa unyanyasaji na kutoka vyanzo mbalimbali ndani ya Umoja wa Mataifa, M23, jeshi na idara ya kijasusi, vyombo vya habari na huduma za kidiplomasia. Tafiti hizi zilifanywa ana kwa ana nchini Uganda na DRC na pia kwa njia ya simu katika maeneo yaliyodhibitiwa na kundi lenye silaha. Ripoti hiyo inatokana zaidi na video na picha zilizowekwa alama za kijiografia na zilizothibitishwa, picha za satellite za kambi ya Rumangabo na Chanzu, pamoja na ujenzi wa 3D unaokusudiwa kukadiria idadi ya watu wanaosafirishwa kwa malori. Kulingana na Human Rights Watch, M23 imekuwa ikifanya kampeni za kuajiri watu wa kulazimishwa tangu 2024, ambayo iliongezeka baada ya kutekwa kwa maeneo makubwa na miji mikubwa mashariki mwa DRC mnamo 2025. Shirika hilo linadai kuwa maelfu ya watu, wanajeshi wa Kongo, wanamgambo wa wazalendo, polisi na raia waliajiriwa wakati mwingine kwa hiari, lakini mara nyingi kwa nguvu. Pia ni pamoja na watoto wenye umri wa miaka 12. Wapiganaji wa M23 wanasemekana kupanga mashambulizi ya kuvizia, kuweka vizuizi na kukamata watu katika hospitali, makanisa na shule. Baadhi ya wakazi pia waliripotiwa kuitwa kwa madai ya uongo au vitisho kabla ya kusafirishwa hadi kambini. Katika kambi ya Rumangabo na Chanzu, wafungwa waliripotiwa kukabiliwa na hali ngumu sana ya maisha. Human Rights Watch inaripoti kuwa watu walipigwa na kunyimwa chakula, maji na huduma za kutosha za matibabu. Wafungwa wa zamani walielezea muktasari wa mauaji na vurugu dhidi ya wale walioajiriwa kutoroka au ambao hawakuheshimu sheria zilizowekwa. Mmoja wao alisema, "Ikiwa tungekamatwa tukijaribu kunywa kutoka kwenye madimbwi sakafuni, walinzi wangetupiga vikali." Ripoti hiyo pia inaelezea kuwa watoto waliozuiliwa Chanzu walipewa mafunzo ya kijeshi na kutumikishwa kwa nguvu, huku wengine wakitumika kama walinzi na kulazimika kuwapiga wafungwa wengine. Idadi kamili ya waathiriwa bado haijulikani. Hata hivyo, Human Rights Watch inasisitiza kwamba mamia ya watu na pengine zaidi wangekufa katika kambi hizi mwaka 2025 kutokana na hali ya kizuizini, ghasia na kunyongwa. Mfungwa wa zamani alielezea kulazimishwa kuzika miili mara kadhaa. "Nilikuwa mwanafunzi tu, sikuwahi kuona maiti kabla. Walinifanya nizike miili mara 7, tukaiweka kwenye shimo kubwa." Ushuhuda uliokusanywa na Human Rights Watch unaonyesha kuwepo kwa wanajeshi wa Rwanda wakati wa shughuli za kuwasajili wanajeshi na katika kambi hizo, waliotambuliwa hasa vifaa vyao, sare, lafyuzi na kutoweza kuzungumza Kifaransa au Kiswahili. Mambo hayo yalithibitishwa na jeshi, kijasusi na vyanzo vya Umoja wa Mataifa kulingana na ripoti hiyo. Shirika hilo linaamini kuwa uwepo wa Rwanda na ushawishi wa kijeshi katika eneo hilo unaweza kukidhi vigezo vya uvamizi wa kijeshi chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu, na kwamba mamlaka ya Rwanda inaweza kuwajibika kwa uhalifu kwa hatua za M23 katika kambi hizi. Human Rights Watch inabainisha kuwa serikali ya Rwanda na viongozi wa M23 wamekataa shutuma za unyanyasaji bila kuanzisha uchunguzi. Shirika hilo pia linakumbuka kwamba makundi mengine yenye silaha yanayofanya kazi ya mashariki mwa DRC yametumia kulazimishwa kuajiri na kutumia askari watoto. Anasisitiza kuwa kwa miaka mingi si DRC wala Rwanda ambao zimechukua hatua kali dhidi ya uhalifu huu. Mnamo Mei 2026, watafiti wa Human Rights Watch walitembelea gereza la Makala huko Kinshasa, ambapo raia ambao waliandikishwa kwa nguvu na M23 kabla kujisalimisha kwa vikosi vya Kongo wanazuiliwa.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wafungwa 34 wakiwemo watoto 14 waliripoti kuzuiliwa na kuhojiwa na ujasusi wa kijeshi kwa muda kuanzia siku chache hadi mwezi mmoja kabla ya kuhamishiwa Makala. Mnamo Juni 9, shirika hilo lilituma barua kwa mawaziri wa sheria na ulinzi wa Kongo kutaka ufafanuzi juu ya misingi ya kisheria ya kuzuiliwa huko. Human Rights Watch inatoa wito kwa washirika wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na Marekani kushughulikia hadharani ukiukwaji huu na kupitia upya ushirikiano wao wa kijeshi na Rwanda. Shirika hilo pia linapendekeza kuwekwa kwa vikwazo vinavyolengwa dhidi ya waliohusika na kuimarishwa kwa mifumo ya utoaji haki. Anatoa wito kwa mamlaka za Kongo kuhifadhi ushahidi na kushtaki. Wakati mahakama ya kimataifa ya uhalifu inaitwa kuchunguza madai ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Ni ripoti yake Ramazani Kahambwe. Na kuhusiana na ripoti hiyo ya Human Rights Watch kuhusu M23 kusajili jeshini watoto wadogo, Abedi Jean de la Cour alifanya mahojiano na Ezai Katasi kutoka Beni. Abedi alimuuliza kama nini mtazamo wake kuhusiana na ripoti ya Human Rights Watch. Ezai Katasi alianza kwa kutoa mtazamo wake. Asante sana. Tumefuata hiyo habari na tumeelewa kwamba wamerudi kwenye system ambayo ilikuwa ikitumiziwa na magrupu mbalimbali ambazo zilikuwa ndani ya Kongo, na hiyo jambo la kusajili watoto wadogo wadogo katika vikundi vya kijeshi ni zoezi ambayo imekuwa kwenye vikundi vingi, kwani ya kwanza mtoto mdogo anashika vizuri oda ambayo anapewa. Ya pili, wakati kuna vikundi ambavyo vinaweza vikatekeleza kitu moja kama mauaji, kama ubakaji, mtoto mdogo hana fikra ya kuwaza urefu jambo ambalo anataka kufanya. Yeye anaiona kama mchezo, ama kuua mtu anaiona kama mchezo. Alafu wamekimbilia hiyo njia ili waweze wakapata wale ambao wanaweza wakatekeleza mambo ambayo tayari wametayarisha kufanya katika vijiji mbalimbali. Na hiyo ni ukiukaji ya haki za binadamu jinsi inavyosemeka ndani ya sheria ambazo zimewekwa. Hata kwenye katiba ya Kongo inakatazwa kutumikisha mtoto wa miaka chini ya 18 kwa kazi zozote, kwani nafasi ya mtoto ni shule. Alafu hawa watu wa M23 kuona jinsi wanavyofanya haya mambo, sisi kwetu haitutishi ama haitupeleke mbali. Inatuonesha kama ni yale ambao walifanya tangu miaka hapo walimuondoa Mobutu kwenye utawala, ni yale wanarudia wakifanya. Yani ni system moja ambayo inarudia siku kwa siku wakati wanapounda kikundi moja cha kuleta vurugu ndani ya Kongo. Na unadhani kwa nini M23 wanakimbilia kusajili watoto wadogo badala ya kusajili watu wazima kwenye jeshi kwa njia sahihi? Kwa hiyo njia, unajua mambo ambayo wanafanya watu ambao wana akili timamu wanayaona kwa mbali, wanajua kwamba wote ambao wanatumika ndani ya M23 wanatumikia Rwanda, na wengi wao wanawadanganya kuambia kwamba maisha yataboreshwa, watapokea pesa, lakini wakifika kwenye uwanja ama wakifika kwenye kazi yao wanakuta ni mambo yanabadilika, yanaenda ovyo ovyo. Alafu hiyo ndio inaletea watu wazima wasiwe na urahisi wa kuingia ndani ya hiko kikundi. Alafu wao kukwepa hiyo jambo, wanachukua wale watoto wadogo, kwani mtoto mdogo unaweza kumdanganya kwa lolote na anaitika jambo ambalo unamwambia. Na utagundua kwamba sio kusema wanawabeba watoto wadogo kirahisi ama kwa nia yao, kwa matakwa yao. Wanawachukua kimabavu wengi, na wamoja ndio wanaweza wakawaongelesha na kuweka ndani ya vichwa vyao vitu ambavyo haviwezekani, na wanawabeba na wanawapeleka jeshini. Alafu ni hawa watoto ndio wanaweka kwa mstari wa kwanza. Na unajua kwamba katika sheria za ulimwengu ndani ya system ya UN, wakati mmekuta kwenye uwanja wa mapambano kuko watu wadogo ama watoto wadogo, hamwezi mkapambana nao, kwani nguvu sio moja na miaka sio inayolingana. Alafu kutakuwa kusitisha kupigana nao, kwani mmejikuta wale ambao wanapigana na watoto wadogo. Yaani ni strategia ambao wanakamata
kwa kuvuka vitu vimoja vimoja, ili waweze wakaikalisha hiyo kikundi kyao na waweze wakafanya sana sana ukiukaji wa haki za binadamu. Na hiyo ndiyo shida kubwa ambayo sisi kama Wakongomani tunaendelea kusema sherti ikomeshwe. Sherti ikomeshwe. Na unadhani pengine sasa nini kinaweza kufanyika ili kuweza kukomesha sakata hili la kuingiza watoto jeshini bila idhini yao au bila ridhaa yao? Ya kwanza ni ulimwengu wa mataifa waweze wakaona kwa umbali hiyo ambayo inaendelea ikifanyika, kwani wale watoto wadogo wadogo wakati wameingishwa jeshini, wakati M23 jeshi za Rwanda zitarudi, hawa watoto watawatoa kwenye jeshi wanaweka ndani ya raia. Itakuwa imekuwa tena shida, tatizo kubwa ndani ya raia, kwani watakuwa ni watoto wamezoea vita, wamezoea kuua, wamezoea kupora, wamezoea kubaka, alafu kuishi ndani ya raia itakuwa ni kugumu sana. Ya muhimu ambayo wanaweza wakafanya, kama vile wamesaini mkataba wa Washington, nadhani Umarekani uweze ukaenda tena kwa ngazi nyingine. Kama wameenda kwa ngazi ya kuongea, kupana shurti, kupana vikwazo, wafikie kiwango kia kuweka hata wanajeshi ambao wanaweza wakapambana na kupokonya silaha kwa kinguvu kwa hii kikundi kia M23. Hiyo inaweza ikakuwa suluhisho ya kwanza. Suluhisho ya pili ni nchi ya Kongo, serikali ya Kongo iwezi kujua kwamba mazungumzo pekee haitaweza kumaliza hii vita, kwani vita vilianza kwa risasi, havikuanza kwa mazungumzo. Sherti gisi vita vilianza na vile vinaweza vikaisha. Kama kumekuwa mazungumzo, kweli tunafungulia mazungumzo, na hapo mbele tuweze tukapambana kujua kwamba vijiji vimoja tuweze tukavipokonya kwenye mikono yao, ili amani irudishwe kwenye hivyo vijiji, na hawa watoto wadogo wadogo tuweze kuzuia kuwa Kongo, kwani wale watoto ni Wakongomani na wale watoto watabaki Kongo wakati hiyo movement ya M23 itaisha, na wale watoto watakuwa wamekuwa tatizo kwa serikali ya Kongo, kwani serikali ya Kongo ndio itaangalia namna gani ya kuwachunguza, namna gani ya kuwachunga, namna gani ya kuwafundisha kazi mbalimbali. Mtoto nafasi yake ni kwenye shule. Haya vikundi ambavyo vinasimamia watoto ndani ya ulimwengu wa mataifa waweze wakaona namna gani ya kuweka vikwazo vikubwa vya kutisha kwenye serikali ya Rwanda, na waweke vile kwenye viongozi wa M23, na wasiishie kwenye vikwazo, wapite hata kwenye matendo. Tuone hata watu wamoja wakinaswa wakipeleka kwenye mahakama, kwani ukiona Bosco Ntaganda amefungwa ni kwa sababu amefanya maafa na madhara ndani ya Kongo. Hawa watu ambao wanakuwa ndani ya kikundi cha M23 na wao wamoja wakinaswa wakifungwa, nadhani itaweza karudisha hali ya ukimya na utulivu ndani ya Kongo. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Musa Useni. Kwa heri.